Mnyama ameondoka na alama 3. Kwanza unauzungumziaje mchezo? Kwanza tunashukuru. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepata matokeo. Hii na ndio maana ya ligi. Umeelewa? Yaani ligi lazima tuone watu wakipambana. Si tu wapongeze Dodoma, tumewafunga goli moja, tumepata pointi 3, lakini tunahitaji mechi zote wacheze kama hivi. Na sio Dodoma, hata timu zingine. Haiwezekani unapocheza na mtu fulani basi kuna story ya kuweka mipango. Hii ndio maana ya ligi, lakini tuchukue nafasi hii tena niwapongeze Dodoma, wamejitahidi walipopambana, lakini mwisho wa siku mechi imeamuliwa na wachezaji wakubwa. Ukiwa na wachezaji wakubwa lazima kuna wakati wao ndo wanaenda kuamua mechi, na tumeona ile mpango alichokifanya. Baadaye imepatikana penalty, mwisho wa siku ameenda kumalizia. Shabani, kile kitaulo vipi? Maana kileta ugomvi pale. Ujue mipira yetu ya sasa ina mambo mengi ndani yake. Kwa hiyo kila mtu anakuwa ana mawazo yake. Saa nyingine kitaulo kinatokea kina shida, lakini mwisho wa siku dakika 90 kila mtu kaona. Penalty nadhani halali, hamna mtu ambaye alalamika. Hata Dodoma yenyewe ndio hivyo tu, kwa sababu ndio alikuwa kwenye tempa, lakini wakienda kuangalia tena tutajua penalty halali. Matokeo tumepata. Swala la kitaulo la nini, hayo ni mambo ya mchezo. Kama ulivyoona Dodoma kuna muda wanataka kumtoa mpaka Ball Boys kwa sababu ya imani walizokuwa nazo, lakini mwisho wa siku Simba mchezo umeamuliwa leo na wachezaji wakubwa. Kwani Ball Boys alifanya kosa gani? Wao wenyewe sijui Dodoma kuna kitu gani kakifanya, sababu yule Ball Boys yeye kazi yake kuota mipira, lakini unashangaa mgole anamfuata anaenda anataka kumpiga yule mtoto. Mimi sielewa tatizo lilikuwa nini, lakini mwisho wa siku ndio tempa ya mchezo. Ila tuseme mwisho wa siku alostahili kupata matokeo Simba, tumepata matokeo. Shabani, performance ya leo inadhihirisha namna ushindani ulivyo kwa mchezo. Na ndio maana nimesema nimefurahi. Ujue leo tumepata ushindi kwa shida, lakini mimi kwa upande fulani nimefurahi kwa sababu ligi tunapenda iwe kama hivi. So ligi kama ya juzi Metacha Mnata anaachia goli kirahisi kabisa. Sio mifano mingi imetokea ya magoli kama haya, so kama lile Metacha nisikilize nikwambie, inategemea na mpira umepigwaje. Metacha ukuta kaweka mwenyewe, mpira ulivyopigwa aliyompigia kashajua kwa sababu boksi letu tuchalipa hela, tumeweza kulipigia huko. Unasema boksi letu? Si boksi yao Metacha. Asojua Metacha kama familia yao nani? Kwa sababu kama angebaki Metacha ile mechi jana walikubaliana goli hizo. Goli 5 walikubaliana kwenye mikakati yao. Kwenye mikakati yao walikubaliana 5. Lakini kwa sababu ya goli kipa alokaa amekataa hizo 5. Metacha Mnata ni asili yake kuwafanyia vile Yanga. Yaani wako magoli kipa mimi naweza nikakuhesabia, hilo sio vizuri. Wakikaa golini unajua kabisa nyuma mwiko anapata matokeo. Lakini kwanza yule Metacha Mnata. Sasa tukihesabu tutamaliza kipindi. Tuzungumze vitu vya msingi. Hapa tunastakiwa sisi tuzungumze vitu vya msingi. Wa kwanza Metacha, kwa hiyo wengine wao utapiga mahesabu wewe. Kuna mechi ya Dodoma Jiji hapa mtoka kumalizika, mnaonekana kucheza mechi kweli, wamewapa mechi ngumu sana. Kitu gani ambacho unaweza kusema kwa namna ambavyo umeiona dakika zote hizi? Tumefurahi Simba. Tukipata mechi kama hizi ndio tunajua kweli ligi yetu imekomaa. Hatuhitaji mechi za Shula na Sofia, hatutaki. Tunahitaji kama hivi, na hata wengine tunajua watatukamia kama hivi. Tukikamiwa kucheza hivi na ligi, na ndio maana ya thamani ya ligi namba 6, ndio maana ya thamani ya ligi namba 4. Hivi ndio tunavyotaka. Hakuna ligi ya kuachiana. Ligi namna hii sina, ndio kwetu ni furaha. Dodoma leo wanaenda nyumbani. Kila Mtanzania alolipa 28,000 ya Azam, alolipa shilingi 10,000 na 20,000 uwanjani, ameridhika na kiwango cha mpira wa ligi ya Tanzania. Sio ligi ya shangazi na mama mdogo. Hivyo vitu hakuna. Sisi tunataka ligi kama hivi. Mimi binafsi na wapongeza Dodoma kwa mpira huu leo. Hebu niambie situation ambayo ulikuwa nayo baada ya Chama kukosa kwanza penalty kabla Mpanzo kuja kufunga. Kwanza toka mpira umeanza dakika 5 tu mwili wangu ulikuwa na pressure kubwa sana, kwa sababu ulikuwa unaona jinsi Dodoma anapocheza na jinsi timu yetu ilivyokuwa inacheza. Dodoma ndio maana nawapongeza na nampongeza sana mwalimu. Mwalimu nadhani Mtanzania huyo. Mwalimu inabidi aheshimiwe. So walimu wengine kama Mashujaa maneno mengi lakini vitendo hakuna. Yes, mwalimu mzuri. Yaani kajua nikicheza na Simba nicheze plani gani. Ameneleza plani zake, kuna sehemu katuwini na ndio maana tumepata goli la penalty. Kwa hiyo mimi nimpongeze walimu kama wale, ndio walimu wa kuwa support. Kafanya vizuri. Kajitahidi kwa staili ya timu ilivyo ya Simba na timu yake ilivyo na wachezaji wa quality ya Simba na quality ya Dodoma, kwa staili aliyofanya mwalimu mpaka tumekuja kupata goli ya penalty na mechi. Umeona hapa mechi imeisha, kila mwana Simba kashangilia kumalizika kwa mpira. Ina maana mechi haikuwa rahisi. Nimpongeze tena mwalimu.
mwalimu mzuri, na walimu kama wale waende kuongezewa nguvu, then baadaye watasaidia ligi yetu. Wanasema watani zenu mnafanya kazi ya kanisa, mnashinda lakini mko pale pale. Bado mechi 5, pointi 15, wametupita pointi 2. Sisi tunazungumzia football, hatuzungumzii udaku wala hatuzungumzii siasa. Football inachezwa kwenye pitch. Hamna mtu anategemea kama Dodoma Jiji angefunga nyuma mwiko. Hiyo ndio football. Leo hamna mtu anategemea kama Dodoma tungewafunga goli moja na penalty ya shida. Hiyo ndio football. Sisi tunazungumzia mpira. Mpaka leo bingwa hajajulikana. Kama wao wanasema bingwa wao, basi wao waache waseme. Ila tunasema bingwa hajajulikana. Mwisho wa siku mechi zetu 5 zilizobaki zote za kiume, na tutapambana kuhakikisha tunapata matokeo. Mashabiki wote na benchi la ufundi na wachezaji watambue pointi, mechi 5 tunahitaji pointi 15.